kutoka huko Kilanji, hebu tusimulie kidogo hiyo sintofahamu iliyotokea msibani ilikuwaje? Zuri unayoongea naye ndo alikuwa mzungumzaji kwa namna ya upande wa sintofahamu kwa upande wa vijana. Sintofahamu ambayo imetokea ni kwamba tulikuwa kuna kijana mtu ambaye alikuwa anaishi Dar es Salaam, anafanya kazi kwa mtu kwa namna kufanya kazi dukani. Alipokuwa akifanya kazi dukani, baadaye wakatupigia simu ikiwa ni juzi kuwa ndugu yenu huku amekata. Baada ya kusema amekateje wakati hajapigwa simu ya kuwa alikuwa anaumwa lini. Tukasema sawa, kwa sababu tumeshapata taarifa tukasubiria. Lakini walipokuja kufika na maiti, kwa sisi maiti hatukuwa tayari nayo kuipokea. Kwa nini? Kwanza ndugu yetu walimchukua, wakati wanakuja kumchukua kwenda Dar es Salaam kufanya kazi walimchukua nyumbani. Iweje sisi maiti tuchukulie njiani? Wao walisema maiti muichukulie wapi? Wao walisema watakuja na kutoka kwenye barabara kuu tuichukulie njiani, kwa namna kwa kitongoji ambacho walikuwa naishi huyu kijana Ndevero huko katikati, kwa namna kwa njia panda shuleni Kilanji. Aha, kwa maana ya hawafikishi nyumbani kabisa panapotakiwa. Hawafikishi nyumbani panapotakiwa kwa sababu hali ya hewa ilikuwa ni mvua ilinyesha jana, kwa hiyo akaogopa ule utelezi. Aha, okay. Lakini baada ya hapo vijana tukajikusanya kwa namna tufike tupokee, kwa sababu wamesema sisi tulikuwa tukielekezwa na kiongozi kwa namna mtendaji wa kijiji kuwa jamani tutapokea maiti hapa kwa namna njia panda kwenda shule ya msingi Kilanji. Baadaye wakasema siku hatutafika tena, na vijana kama vijana wakaamua kugoma kwa bana, kama hamtafika hapa basi sisi tunaomba mtabeba ninyi wenyewe kupeleka wapi marehemu anakotakiwa kufika. Vijana kweli wakachukua hatua, kusimama kwa msimamo wako udhabiti, ukaenda hadi kufika msibani. Wakasema sisi tunasubiria na hatutahitaji kijana yote wa mwananchi wa kijiji hiki ahusike kubeba ule mwili. Tunahitaji wale waliokuwa naishi na huyo mtu na waliomleta huyo mtu wamfikishe mahali tunapohitaji siafike. Ndio. Lakini baada ya pale kubeba wale kweli watu wakabeba, waliotoka Dar es Salaam akabeba akafikisha maiti palipohusika. Na walipobeba maiti wamefikisha palipohusika, baadaye sisi kama vijana tulikuwa na msimamo, tukafika kipindi tukasema hapana, hebu tukazungumze. Hatutaweza kuchimba sisi kaburi. Na sababu ya kukataa kuchimba kaburi ilikuwa ni nini? Sababu ya kuchimba kaburi ilikuwa ni kauli zao walizozitoa mara ya kwanza. Kwanza walitutukana kuwa sisi mlijua hatutaweza kubeba hii maiti, tunaweza kubeba. Kwanza mmetangulia bwana harusi tu yuko nyuma na kuja, ambaye bwana harusi ndio huyo marehemu. Sasa ilipofika hiyo tukagoma kusema sasa na kaburi hatutachimba, lazima tufike kipindi tujue chanzo na kifo cha kufika kipindi akafa chanzo ilikuwa shida ni nini. Maana hatujapata taarifa kwa aliumwa kichwa wala miguu wala tumbo, hatujapata. Tunataka tufahamu kwanza, cha kwanza tunataka tufahamu alikuwa na shida huyu ndugu yetu yuko wapi. Baada ya kutaja hivyo, bahati nzuri tulikuwa na vyombo vya usalama na ulinzi ilikuwepo pale. Kwa maana ya wale vyombo vya ulinzi vilipofika pale. Vyombo vya ulinzi ufafanue vizuri hapo. Vyombo vya ulinzi kwa maana polisi. Okay. Polisi walikuja, polisi wawili wa tarafa Brongo. Okay. Walipofika pale, baada ya kuhitaji mazungumzo ya kuhitaji yule aliyekuwa anaishi na mtoto atupe ABC amefia nini. Bahati nzuri hakuwepo rasmi aliyekuwa anaishi naye, akajitokeza ambaye anawakilisha kwa ule msafara. Akazungumza kwa namna kwa kweli huyu kijana hajaugua wala nini. Kuna alivyoagana na bosi wake jioni, akaenda nyumbani wakaenda wanalala na rafiki yake, walikuwa wawili wanaokuwa wanafanya kazi kwa sehemu moja. Wamelala, asubuhi mwenzake akawa ameamka kwenda kuoga kwa namna ile saa 11 kwa taratibu zao huwa wanaenda saa 12:20 kwenda kuanza kusupply wenzao kwenda kuuza madukani. Baada hapo yule alipoenda kuoga arudi sasa amchukue amuamshe mwenzake akaoga ili
kuendelea na process za kwenda kazini, anashangaa mwenzake haamki, anamwamsha haamki, mtu ameshakata. Kwa hiyo kifupi tukawa tumepata hiyo ABC kutoka kwa aliyekuwa kiwakilishi. Sasa kwa nini vijana walikataa kutumia lile jeneza ambalo lilikuja na mwili na kuzuia wale wageni waliotoka kule kushiriki katika mazishi yaliokuwa yakiendelea? Namna kuzuia kwa ile jeneza kuonyesha kuwa sisi vijana na sisi uwezo wa lile jeneza kutengeneza tuna uwezo. Kwanza kabisa kwa sababu wao waliona kama sisi ni watu wa polini, hatuna ile kuonekana kama sisi tunaweza tukasema lolote juu yao, ili kuaminisha kuwa na sisi tuna misimamo na sisi kijana wetu tunampenda. Sasa tunataka tubadilishe mfumo wao, kwa sababu wao walikuwa wanatuhitaji sana. Tukishirikiana nao lolote litakaloendelea kwenye maiti ile nao wahusike, na sisi tukapiga pindi tukagundua kwa hii haitakuwa njema, basi anyway tubadilishe jeneza lao, tujenge la kwetu. Na lile la kwao wakarudi nalo au ikaweje? Lile la kwao halikuweza kurudi, na baada ya pale tuliliacha ile jeneza ndani, kwa tukaanza sisi kujichanga hela vijana kama vijana, hatukuchukua kwa wanandugu, vijana kama vijana, kwa namna kama vijana wa kijiji kizima kajichanga hela, tukanunua mbao, tukanunua misumari, tukanunua nguo kwa ajili ya kuzungushia kwenye jeneza, tukalitengeneza jeneza pale pale msibani. Tulipomaliza tukaenda tukahamisha mwili wa marehemu kwenda kwenye jeneza jipya. Lile jeneza lile tukarudisha na vifaa vyake vyote vilivyokuwepo mle. Kuna nguo walizokuwa wamezivisha, picha, misalaba, mataji yote tukayaweka mle ndani. Tukatoka tukazungumza na viongozi wa serikali kwa kabla hatujaenda kumzika huyo mtu, tunataka kwanza tulisome ili jeneza. Wakakubali Serikali pamoja na viongozi wa dini wakakubali. Kwa hiyo tukasema jamani, ili tusipoteze muda, viongozi wa dini wakati wanaendelea na ibada na wengine tuende tukasimamia ile jeneza, maana hatuwezi tukaliacha hivi. Okay. Kwa hiyo tukalisimamia jeneza, tukalipiga na petroli kwa koka hadi tunahakikisha linaisha. Na sababu ya kulichoma ilikuwa ni nini? Sababu ya kulichoma manake hatuna nafasi pa kulihifadhi. Okay. Hapo pia na wao hawakuwepo tayari kulirudi nalo, watarudi nalo wataenda kuhifadhi wao. Sasa kwa nini mchakato umekuwa mrefu sana mpaka kuzika, kuchimba vitu vyote hivyo? Shida hasa ilikuwa ni wapi? Shida ilipotokea ni kwamba kuwa yule kijana, kuna vijana wenzake wawili walienda kwa kifo cha mshtukizo kama huu, na ndo ambacho kimekupa sisi sintofahamu kuwa kwa nini vijana wanaondoka wazima wanakuja marehemu, wanaondoka wazima wanakuja marehemu. Maana huyu kijana alikuwa ni watatu kwa kijiji hiki, na aliyewachukua ni huyu mmoja, kwa namna nyingine sema mshenga huyu mmoja. Kwa hiyo wananchi walihisi labda yawezekana kuna namna nyingine. Walihisi kuwa kuna namna nyingine, sababu hatuoni kuwa kuumwa kwake ni nini. Maana ukiona kwa mtu aliumwa kichwa labda sawa, naweza kusema labda kipanda uso kilimzidi au damu ilizidi, lakini hakuna kitu cha namna hiyo. Sasa baada ya hapo mmeshafanikiwa kuzika, kuna chochote kinachoendelea? Tumeshamaliza kuzika. Taratibu zinazoendelea ni kuomboleza msiba na kumtuliza jaziba mzazi wa mtoto. Nikushukuru sana Agre. Ndio nashukuru na mimi kwa kutuunganisha tuweze kuzungumza, lakini japokuwa sisi wenyewe tumepata shida sana kwa hili tukio, lati tungekuwa tupo karibu na vituo vya habari, itakuwa na ninyi mngekuwepo. Ila sema basi kwa sababu tulikuwa tukianza wote tulikuwa tumetingwa kwa tuzungumze hivi. Live tungekuwa mmekuja ninyi, ndio mmekuwa mngondoka na picha ambao mmeiona live. Na hizo picha mnazotumiwa mnaweza mkaziona zimechoma maneno, ndivyo ilivyo kuwepo. Na sintofahamu yote hii leo watu wameondoka na kujua kuwa hii Shakilanji kina msimamo na kipo imara kwa kuangalia, na wajifunze na watu wengine kwa Kilanji saizi hatutaki watu kuja kuchukua wafanyakazi kwa namna kwenda kufanya dukani sijui masigari. Saizi sisi tumebaki na msimamo wa kusema sisi tunataka tusomeshe watoto wasome, waje wairisi elimu yake aliyosoma, na vinginevyo kama ameferi basi akaazane na jembe ajitegemee, sio kwenda kufanya kazi kwa mtu. Maana tumeanza kupata hasara
za kutosha. Sasa kwa kufanya hilo tukio lililotokea, mnadhani litakuwa funzo kwa kukomesha hivyo vitendo ambavyo pengine wananchi wanahusisha na ushirikina labda? Ndio, hii nadhani inahusika na ushirikina, na leo hatukuwepo watu wa Kiranji tu, tulikuwepo pande zote nne, kwa namna watu wametoka mbali na mbali. Najua tukio lote lile la kusikitisha, watu huwa wanajitokeza wengi, tofauti na lile ambalo la mtu aliugua na nini, watu wanakuwa ni wachache kufika. Leo watu wengi wamejifunza kupitia kijiji hiki, wamejifunza kupitia vijana hawa, wamejifunza kuwa hata mabosi wenyewe waliokuwa wanakuja wamejifunza kuwa kule sio kwa kwenda kichwa wala saa hizi sisi huyu aliyefanya tukio hila amewapotezea morali wenzake ambao walikuwa na mpango wa kuja kuwaomba vijana. Itawaka. Inabera tubanda we. Kutwali ungino mwe. Kutuveka kutuvota. Wacha wende banika na lepo